Kumekuwa na upotoshwaji ambao umekuwa ukifanywa na watu kwenye mambo kadha wa kadha ambayo yamekuwa yakifundishwa na kuelekezwa especially kwenye nyakati za leo. Sasa kuna watu ama kwa kujua au kwa kuto kujua maandiko, wanapochukua hayo mafundisho wanakwenda kuyatafsiri tofauti, na mwisho wa siku wanaanza kuwa kwenye hali na mionekano ambayo kimsingi Mungu hakutaka wawe nayo. Sasa tumekuwa tukipiga sana kelele kwa habari ya watu kujisitiri pamoja na kubaki kwenye asili zao, yaani asijibadilishe sura, asibadilishe rangi ya mwili wake. Sasa kuna watu haya maandiko wanayaelewa tofauti, na kwa sababu ya kuyaelewa tofauti na kuyatafsiri tofauti, wanakwenda kufanya upotoshaji kwenye mionekano yao na kwenye maisha yao ya kila siku. Sasa tunaposema ubaki kwenye asili, hatuna tafsiri kwamba uchukie mwili wako na kuanza kuwa rafu, uogi inavyotakiwa, upaki mafuta, uvai inavyotakiwa, heti na baki kwenye asili. Hatuna tafsiri. Kwa hiyo kubaki kwenye asili, tafsiri yake ni kukubali the way umeumbwa na Mungu, na kwamba usitumie vitu ambavyo vitakwenda kuukosoa uumbaji wa Mungu, ama kwenye mwili wako usifanye vitu vitakavyokosoa uumbaji wa Mungu. Kwa mfano, unaenda kuongezea matiti, unaenda kuongezea makalio, unakwenda kujichubua, unakwenda kuchonga pua yako, unakwenda kubadilisha mdomo wako eti ni mkubwa sana, unajikosoa, unaikosoa asili ya Mungu. Kwa hiyo tunaposema ubaki kwenye asili, maana yake haya machukizo haya usiyafanye, na hatuna maana kwamba uuchukie mwili wako na usiweke kwenye hali ya usafi inayotakiwa. Kwa unakuta mtu akitembea yupo vululu, yuko rafu, kavaa rafu, kichwani ni rafu, yani ana uwezo wa kutana nywele zake za kawaida, lakini hataki kutana, yani yuko rafu tu. Ukimuuliza anakwambia kwamba ndio tunatakiwa tuwe hivi. Huo ni upotoshwaji na ni uchafu. Kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 11 mpaka 12. Timotheo wa kwanza 4:11 na 12 anasema, mambo hayo uyaagize na kuyafundisha. Mtu awaye yote asiudharau ujana wako, bali uwe kielelezo kwa waaminio katika usemi na mwenendo na katika upendo na imani na usafi. Kwa hiyo swala la usafi kwa Mkristo ni swala la lazima na ni kitu cha msingi sana. Safisha kichwa chako, osha mwili wako, paka mafuta yako mazuri. Kuna watu wameweka sheria kwamba marufuku kupaka mafuta ni dhambi, lakini kwenye Mathayo Yesu anaelekeza kwamba hata utakapokuwa umefunga, paka mafuta kichwani kwako, nawa uso wako. Wewe ni nani unayekuja kuzuia watu wasifanye hivyo? Sio mafuta yote ni mabaya, na sio perfume zote kutumia ni mbaya. Tusitumie hisia zetu kwenye kuhubiri neno, twende katika Roho Mtakatifu na uhalisia. Usitumie hisia, maanake kwa hizi hisia hata yale mafuta ambayo alipakwa Yesu na yule mwanamke kwenye miguu yake leo yangepigwa marufuku makanisani kwa sababu tu ya hisia za watu wachache. Sasa wewe unayezuia watu wasipake mafuta, si perfume zote ni dhambi, zimetoka kuzimu. Ukumbuke na wewe una mwili na una ngozi, na kuna wakati hayo mafuta huwa yanasaidia kulainisha ngozi yako isipauke. Na sio hivyo tu, kuna wakati hivi vitu huwa vinasaidia kupunguza ukali wa harufu ya jasho lako, maana tumetofautiana. Kuna mtu akisweti kidogo tu jasho lake linanuka mno, lakini haya mafuta kuna namna fulani huwa yanaua makali ya ile harufu. Sasa wewe unapiga marufuku, alafu kwenye praise watu wanarukaruka, wanasifu, wanaimba kwenye kwaya. Nini kitakachotokea hapo kama mtasikiliza hiyo ibada kwa amani hiyo? Maanake wewe ndio utakuwa dhambi. Mtu mmoja akasema, wewe unayekataza watu wasipake mafuta kwamba ni dhambi, wewe mwenyewe ndio utakuwa dhambi, kwa sababu utasababisha tuseme unanuka. Sasa wewe unayeona ni hatia kwako kutumia hivi vitu, basi ni wewe na akili yako, na usiweke hiyo kuwa sheria kwa watu wengine, na hisia zako zisitumike kuliongoza kanisa la Mungu. Cha msingi uwaambie watu, Roho awaongoze. Uwatazamishe tu kwamba sio vyote ni sahihi, kwa hiyo Roho awaongoze. Nunua hiki, usinunue hiki, tumia hiki, usitumie hiki, full stop. Maana imeandikwa wanaongozwa na Roho wa Mungu, hawako chini ya sheria. Huyo Roho ndo atawaongoza na kuwatia kwenye kweli yote. Kwa usiweke hisia zako, maana tukikubana hapo huna msingi wa maandiko. Utakimbilia tu kusema unajua yananukia vizuri sana, unajua kimeenda kimerudi, ndio maana tunapiga marufuku. Sasa hizo ni hisia. Kwa hiyo ukiona kwako ni hatia kutumia hivyo vitu na kwa watu wengine, acha, ulazimishi. Maana imeandikwa aunavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kuna wakati nilipokuwa nikishindana na watu fulani juu ya aina fulani ya mavazi ambayo kimsingi hayana shida, ila wao waliyapiga marufuku bila kuwa na msingi wa kimaandiko. Nilipowabana kwenye kona, wakaanza kusema, unajua kuna baadhi ya mataifa ukienda serikali zake zinapiga marufuku hizo suruali. Sasa hiyo ndio sababu ya kiroi. Mbona kuna baadhi ya mataifa serikali zake haziamini kwamba kuna Mungu? Vipi na sisi tusiamini kwamba kuna Mungu kisa serikali haiamini kwamba kuna Mungu? Mbona unatoa hoja dhaifu? Wewe umeleta jambo lako, umepiga marufuku, tupe msingi wa kimaandiko huna. Unaanza taifa fulani mbona linasema hivi? Taifa fulani mbona linasema hivi? Hatuongelei masuala ya mataifa yanasemaje. Tunaongelea masuala ya Biblia inasemaje.
Kwa hisia zako zisitumike kuliendesha kanisa. Kwa hiyo swala la kujistiri ni swala pana sana, na watu wasitumie hayo mafundisho kama kigezo cha kuwa wachafu na kuichukia miili yao. Maandiko yamesema uwe kielelezo kwenye usafi. Cha msingi, achana na makorokoro yatakayokwenda kuukosoa uumbaji wa Mungu. Hayo makeup, hayo lipstick, unakwenda kupaka mdomo wako rangi nyekundu, ishara kwamba unakosoa ile rangi ya asili ya mdomo wako ni mbaya, bora ungekuwa mwekundu. Au ni machukizo na tunayakataza kwenye makanisa ya Mungu. Unakuta mtu anakwambia nikinunua nguo ya 15,000 au 20,000 za Kitanzania ni dhambi kwa sababu ina gharama kubwa. Ni bora niende kununua zile za bukubuku za 1,000 tu. Hizi nyingine ni dhambi. Biblia inasema aunavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Itakuwa dhambi kwako kwa sababu umeshaona kuwa ni dhambi. Lakini hakuna ubaya. Mungu amembariki mtu pesa, akaenda akanunua nguo yake nzuri ambayo haina ishara za machukizo, akaivaa na ikamstiri vizuri. Dhambi yake iko wapi? Kwa kuna watu Mungu amewapa uwezo, lakini wanafanya vitu dhaifu kwa kigezo cha utakatifu, lakini hakuna msingi wa namna hiyo kimaandiko. Maana hapo unataka ni tafsiri kwamba kumbe Wakristo ni wa kuvaa vya hovyo tu, ni wa kutumia vya hovyo tu. Sizungumzi kwa habari ya hawa ambao bado kipato chao kiko chini, Mungu anaendelea kuwainua. Nazungumza kwa habari ya wale ambao tayari wameshabarikiwa, lakini wanafanya mambo ya ajabu eti kwa kigezo kwamba ni utakatifu. Wanawake kubaki kwenye asili haina maana kwamba unyo upaa. Hakuna sheria ya namna hiyo, au utelekeze nywele zako ziwe chafu kisa unavaa kilemba. Maana kuna watu wanavaa vilemba, ukienda kumfunua hivi nywele unakuta ni chafu kiasi ya kwamba mpaka chawa na wadudu wengine wanatembea huko. Nywele zimekuwa chafu, hazijali tena. Ukimuuliza anakwambia nataka kubaki kuwa natural. Natural ni pamoja na usafi na sio kuuchukia na kuutelekeza mwili wako. Lakini pia kwenye mavazi, watu wavae mavazi ya kusitiri, mavazi ambayo yako vizuri. Tunza hayo mavazi yako. Sio unakwenda nguo imejikunja kunja wakati ulikuwa na uwezo wa kuinyosha vizuri. Imejikunja kunja, utafikiri imetafunwa na ng'ombe, umekwenda kuichukua umeivaa, eti mimi nabaki kwenye asili. Unajua kuna watu hii imani wameipotosha, wameelekea kwenye ubaya usiokuwa wa kawaida. Mpaka ukimwangalia hivi mtono kasa amebadilika, mpaka wameanza kuwa na mionekano ya ajabu. Sikia, hata kama una nguo 2 tu bado hujabarikiwa. Hizo unaweza kuzitunza zikawa nzuri, ukazivaa watu wakaona, utafikiri ni mpya ama utafikiri imeboreshwa kila siku. Uwezekano huo upo, lakini Wakristo na watu wengi wamejikinai, wamejikatia tamaa, wanaishi kwenye maisha ya uchafu kana kwamba ni kuishi kwenye asili. Mpaka kuna mtu mmoja akatoa kisa kimoja ambacho sio kizuri sana, kwamba alikwenda kufanya semina mahali, kuna mwanamke huko ndani, I think ni haya masuala ya kujistiri na kubaki kwenye natural. Sasa yeye akapitiliza mpaka alipokuwa ibadani hivi, yule mtumishi alipokuwa akimwangalia kwenye akili yake, akawa ana appreciate labda yamkini ni nini, gorila. Kwa hiyo nihitimishe kwa kusema hivi, tunaposema watu wajisitiri na kubaki kwenye asili zao, hatuna maana kwamba wasijipende. Badala yake wanatakiwa kuepuka vitu ambavyo vinakwenda kukosoa uumbaji wa Mungu kwenye miili yao, ama vinakwenda kuwafanya kuwa na mionekano ya kikahaba. Maanake hizi imani za ovyo ovyo, mwisho wa siku ndo kuna watu wataanza kusema kutumia mswaki wa dukani ni dhambi, tutumie ile ya miti tu. Wengine watasema kutumia sukari ni dhambi, tutumie asali tu, vitu ambavyo havina msingi kwa mujibu wa maandiko. Mungu awabariki sana. This is the Prophet Justin. Shalom.